Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakuwa katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Machi 26 mwaka 2025. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtifu, Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tukijifunza neno lako. Tunakushukuru kwa upendo wako na rehema yako ya pekee. Tunasema asante kwa namna ulivyotulinda na kututunza. Asante kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ambayo umetupatia. Neema yako na upendo wako udumu kwa pamoja nasi. Asubuhi ya leo tunapoenda kujifunza somo hili, tunaalika uwepo wako pamoja nasi. Kaa pamoja nasi ukitufariji. Kaa pamoja nasi ukitupa amani na furaha. Neema yako idumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mada ya leo inasema utaratibu na ukamilifu vitaonekana kwa yote aliyofanya. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwapo kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Yohana sura ya 20 aya 6 na 7. Na mmoja mwenye mavazi ya ng'ayo alikuwa ameketi kando ya kaburi. Kumbe ni malaika aliyevingirisha lile jiwe. Alikuwa na umbo la kibinadamu ili asiwaogopeshe watu hawa. Hata hivyo, kando yake utukufu wa mbinguni ulikuwa uking'aa, na wale wanawake waliogopa geuka ili wakimbie, lakini maneno ya malaika yaliwazuia. Msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Enendeni mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka katika wafu. Wakaangalia tena kaburini na wakasikia tena habari njema. Malaika mwingine mwenye sura ya kibinadamu alisema, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akasema, impasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa, kufufuka siku ya tatu. Amefufuka, amefufuka. Wanawake hawa wanayarudia maneno haya tena na tena. Sasa hakuna haja ya manukato ya kumpaka. Mwokozi anaishi na si mfu tena. Wakakumbuka sasa alipokuwa anazungumzia kuhusu kifo chake alisema kuwa atafufuka tena. Ni siku ya furaha kiasi gani kwa ulimwengu! Wale wanawake wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Mariamu alikuwa hajasikia habari hizi njema. Aliwaendea Petro na Yohana na habari za huzuni kwamba wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui alikomweka. Wanafunzi wakakimbia kwenda kaburini na wakakuta kama Mariamu alivyosema. Wakaona vitambaa na leso, la hawakumwona Bwana wao. Hata hivyo, huu ulikuwa ushahidi kuwa amefufuka. Sanda yake haikumetupwa ovyo, bali ilikunjwa na kuwekwa vizuri. Yohana akaona akaamini. Hakuwa bado ameelewa maandiko kwamba impasa Kristo afufuke katika wafu, lakini sasa akakumbuka maneno ya Mwokozi alivyotabiri kuwa atafufuka. Ni Kristo mwenyewe aliyeweka sanda ile kwa hali ya mpangilio hivyo. Malaika mwenye nguvu alipokuja kwenye kaburi, aliambatana na mwingine ambaye aliulinda mwili wa Bwana. Malaika kutoka mbinguni alipokuwa analivingirisha ile jiwe, malaika mwingine aliingia na kufungua sanda mwili wa Yesu. Lakini ni mikono ya Mwokozi mwenyewe ndiyo iliikunja sanda na kuiweka mahali pake. Kwake yeye ambaye hata hupanga nyota zote na kuongoza mwendo wao,
Hakuna kisicho na muhimu. Mpangilio na umilifu unaonekana katika kazi yake. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 401-402. Kumbuka hii ni Machi 26 mwaka 2025. Mada ikisema utaratibu na ukamilifu vinaonekana kwa yote aliyofanya. Na kwa nukta hiyo ndio tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Kumbuka tunaendelea na mfululizo wa masomo yanayosema mwinue Yesu juu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.